Usalama ni neema, ni katika makasidi sharia na neema, na neema yoyote mtu hawezi kujua uhakika wake mpaka iondoke. Huu ndio ufahamu wa usalama katika Uislamu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu fi umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasuli sayyid sanadil azim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawla wa ba'd. Tuzungumzia mushkila wa usalama ulimwenguni. Mafhumu al-amn, fahamu wa usalama katika Uislamu huwa ni mfahamu pana, tofauti na wenzetu wanavyochukulia swala hili la usalama. Inapotajwa ukosefu wa usalama kwa wenzetu, haiangaliwi ila wizi wa mali na watu kuuawa, lakini katika Uislamu mafhumu yake juu ya usalama ni pana zaidi ya vile watu wanavyofahamu, bali ndiyo makusudio ya daraja ya juu ya Uislamu, ndiyo makasidi sharia. Sheria imekuja ina makasidi yake, na makasidi ya sheria ikipatikaniwa, basi mujtama utatengenea, licha watu hata wanyama. Kwa hiyo katika Uislamu tukitaja kuhifadhi usalama, tukusudia kwanza dini yenyewe ihifadhike, pili nafsi zihifadhike, nafsi si ya kuuawa ovyo, tatu heshima za watu zihifadhike, ambalo kwa wenzetu hili huwa halipawekima, bali kampeni zilizoko na nidhamu zilizoko ni za kuvunjia watu heshima. Ihalalishwe public nudity, watu kutoka uchi wa mnyama. Kama nidhamu imehalalisha public nudity, waweza kumwambia mtu kwamba amevaa vibaya, kwa sababu public nudity si kuvaa vibaya. Public nudity ni kutoka uchi wa mnyama hadharani. Swala la kuhifadhiwa heshima haliangaliwi kama mtizamo wa kuangalia kuhifadhi usalama, lakini Uislamu umeangalia usalama ikiwemo swala la kuhifadhi heshima za watu, kuhifadhiwa akili. Ndiyo maana kukatazwa kila chenye kulevya. Na leo ukitaka kuenuka kwa biashara, ndio fanya biashara gani? Kuhifadhiwa mali ya mtu binafsi, mali ya umma na mali ya daula. Sema hii ya umma mwenyewe anaweza kukuendea mahali, lakini hii mali ya serikali, mali ya umma tabora. La, mali yoyote ni ya kuhifadhiwa, sawa ni ya mtu binafsi, ni ya umma ama ni ya serikali. Kuhifadhiwa kwa daula, serikali ihifadhiwe kwa kuzuia kila kitakachofitinisha mgawanyiko. Ndiyo maana katika fiqh al-Islam kuna babu khas inaitwa qitalu bughati, wa mabaghi, na baghi ni kullu man yakhruju min da'at sultan khasa bisayf. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man kariha min amirihi shay'an falyasbir alayhi fa innahu laysa ahadun min an-nas kharaja min sultani shibran famata illa mata mitatu. Man kariha min amirihi shay'an, kiongozi ni mwanadamu, awe mchaji Mungu, awe ana elimu kiasi cha kuwa amefikia marhala ya kuwa ni mustahid, awe ni mwongofu atakavyokuwa mwongofu,
hizi sifa hazimtoi kuwa ni mwanadamu. Ni mwanadamu na aweza kuteleza kama mwanadamu. Enda akafanya jambo ukawa humpendi. Mtume asema man kariha min amiri shay'in falyasbir alayhi fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja min sultani. Ukiona jambo la kuchukiza kwa kiongozi, kuna kumnasihi na kuna kumstahimilia. Akasema fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja min sultani shibran akadha famata illa mata mitatan jahiliya. Kiongozi ni wa kuheshimiwa kama vile unavyoheshimu babako. Katika kumheshimu babako ujiangalie nguvu zako na za babako. La, mimi ni qawi na babangu ni dhaifu. Mimi nina cheo na babangu hana cheo. Mimi nina mali na babangu hana mali. Haiangalii. Vile vile kiongozi haiangalii kuna nguvu ama huna. Kiongozi ni wa kutiiwa. Mala yangu binafsi. Na akasema tena man atakum wa amrukum jami'an ala rajul wahid yuridu an yashqa asab au yufarrid jama'atakum faqtuluhu. Man atakum, yule ambaye atawajieni, wa amrukum jami'an ala rajul wahid, na mambo yenu jumla yasimamiwa chini ya mwanamume mmoja, imamu. Yuridu an yashqa asab, atakapoivunja fimbo yenu, au yufarrid jama'atakum, au atakapokuwagawanya imma kwa fitna, kwa khutba, khutba kutoa, au kitaba kuandika, au mbinu yoyote ya kueleza, ataka kugawanya watu, huyo ni wa kuadhibiwa. Na ikibidi asema faktulu, kwa sababu Uislamu wapenda sana kuua, la wapenda sana kuhifadhiwa alaka baina rai na rai, na ndio kuhifadhi utawala. Kwa hiyo swala la kuhifadhi usalama si tu kuhifadhi watu wasipigane wala sibiana. Hii ni ufahamu duni ambao watu huangalia usalama kwa ufahamu kisha baadaye mambo mengine ukao kwa. Lakini ufahamu wa usalama au amri katika Uislamu ni ufahamu pana kiasi. Kuhifadhiwe dini, kuhifadhiwe utawala. Utawala si wa kuchallenjiwa. Unakumnasihi kiongozi, na hii ni jaiz katika Uislamu. Unakuhesabu utawala, na hii ni jaiz katika Uislamu. Bali kunakuzuliwa kiongozi kama amevuka mipaka, na hili halifanyika ila kwa kupitia mahkamatul madhalim. Mahkamatul madhalim ndio inaosuluhisha mzozo baina mtawala na raia. Kwa mzozo kama ni wa kiongozi kuondolewa, si watu wajiamulie, ipitie mahkamatul madhalim, mahkama iamue ndio kiongozi atolewe. Kwa ila huu ndio ufahamu wa usalama katika Uislamu. Na usalama ni neema, ni katika maqasid sharia na neema. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man asbaha aminan ala sirrihi muafan fi jasadihi indahu quti yawmihi fakaannama hizat lahu dunya wa hadafiriha. Na neema yoyote mtu hawezi kuijua uhakika wake mpaka imondoke. Atakapokuwa yalala katika hema la wakimbizi, ndo atakumbuka ghorofa yake aliyojenga, ghorofa 12, ghorofa 20. Lakini aweza kuwa yuko kwenye ghorofa na haoni ile neema. Lakini itakapokuwa mtu ghorofa yake haikaliki, bali akalale kwenye hema la kambi ya wakimbizi, ndo atajua umuhimu wa kiusalama. Man asbaha amina, yule ambaye atapambazukiwa na ana usalama na amani fi sirrihi, katika moyo wake hana wasiwasi. Natoka akishika njiani, sijui kama napiga kufuli ama sijapiga, ana wasiwasi. Atakaposhuka kwenye matatu aje athibitisha amepiga kufuli ama hajapiga, wa ila ataenda na wasiwasi. Huko anakokwenda hajui atavamiwa ama hatavamiwa. Akija kilala usiku kucha hajui atavamiwa na nani, atagongwa na nani. Amina fi sirrihi wa afan fi jasadihi, fi badanihi, amesalimika katika mwili wake, hakuna alomtishia kile wala kufanya vile. Indahu quti yawmihi, ana lishe yake ya siku. Fakaannama hizat lahu dunya, mtu huyu kana kwamba amekusanyiwa dunia yote.
ameamka moyo wake hauna wasiwasi, sikuvamiwa ndani ya nyumba wala sikuvamiwa kule anapokwenda, na analishe ya siku yake, kesho haijui, lakini anashikishe ya siku ile ambaye amepambazukiwa. Mtu huyu ni kana kwamba amekusanywa dunia na vilivyomo ndani yake. Wa illa, kuna maana gani uko katika ghorofa yako ya 12 na hujui lini itarushwa bomu? Yule ambaye yuko katika store amekodisha ya shilingi 2000 na ana lishe yake ya siku na hana wasiwasi, ni bora kushinda yule ambaye yuko katika ghorofa na hajui lini itapigwa bomu ghorofa kama hiyo. Tunapoangalia mambo huwa tuangalia mambo kama Waislamu, na Muislamu anapoangalia mambo yoyote, matukio yote, kurudia msingi wa itikadi yake. Itikadi yake ndiyo fikra msingi na ndiyo angle ambao huangalia mambo. Swala hili tunapoliangalia ni jambo asli ya amni yatokamana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza tunavyoangalia swala la usalama, asli ya usalama hautokamani kwanza ila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa murtabitun bil imani wal amali salih. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna awamil ambazo Mwenyezi Mungu amefungamanisha swala la Uislamu na awamil hizi ambao ni imani na vitendo vizuri. Usalama upatikaniwa endakuwa ni tunu wapa watu watunuku kwa sababu ya mwenendo wao mzuri, na endakuwa ukosefu ule wa usalama ni usaliti ama ni wadhabu ya wapatia watu kwa sababu ya mukhalafa wao, na endakuwa ukosefu ule si usaliti bali ni mtihani. Mwenyezi Mungu hawaonja wale watu. Sio kwamba wale watu ni makurutu, la, watu ni watu ambao ni wema, lakini kila mwema hakosi kila. Kwa hiyo kukosekana usalama huja kwa njia mbili. Kwanza eza kuja kwa sura ya ibtila, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i, kama alivyotaja Mwenyezi Mungu. Pili, yaweza kuja kwa njia ya kuwasaliti kwa sababu ya makosa yenu. Wala yanqudu ahda Allah wa ahda rasulahu illa sallallahu alayhi aduwwan min ghayrihi, hamtafunja ahadi ya Mwenyezi Mungu wala ahadi ya mtume illa Mwenyezi Mungu atawasaliti na adui asiyokuwa nyinyi. Fa uqidha ba'd ma fi aydikum, yule adui atasalitishwa kwenu, atawavamia na atachukua baadhi ya vitu vilivyokuwa kwenu. Na hakuna adui mbaya kuliko kukuja kuvamia kwako nyumbani, kwa sababu adui huvamia nyumba akapora mali akenda, lakini adui mbaya ni yule wa kuvamia nyumba akutoe wewe nyumbani na kubakia pale. Na ndivyo ilivyofanywa katika ardhi ya Palestina. Hawakuja Mayahudi wakavamia wakenda, walivamia na wapata usaidizi kutoka kwa Marekani na Uingereza, wakawatoa wenyeji wakabakia. Tumesema asli ya usalama watokamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hili ni thabiti kwa kauli yake Mwenyezi Mungu pindi aliposema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablikum wala yumakkinannahum lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Hapa ndo mahali shahidi. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati, Mwenyezi Mungu ameahidi wale ambao wameamini na kufanya matendo mema, na ahadi ya Mwenyezi Mungu haianguki, kwamba atawafanya ni wawakilishi, la yastakhlifannahum fil ardi, atawafanya ni wawakilishi ulimwenguni, kama stakhlafa alladhina min qablikum, kama alivyowakilisha wale waliotangulia kabla yake. Wala yumakkinannahum lahum dinahum alladhi irtada lahum, na atawamakinishieni dini yenu. Sasa mtu kwa kushikamana na dini anakuwa kufuru, lakini Mwenyezi Mungu atawamakinishieni dini yenu ambao ameridhia, na dini aliyoridhia hakuna shaka.
kama alivyotaja uraditu lakum al-islam dina wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amnan, na atawabadilishieni au atawabadilishia baada ya hofu yao atawaletea usalama. Kwa dalili wazi kwamba asli ya usalama na hofu kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaabuduna, katika hali hii yaabuduna ni wala yushrikuna bi shay'in. Kama una hofu, pengine hofu hilo ndio inakufanya usibirishe imani yako, usitekeleze ibada yako, lakini Mwenyezi Mungu amekudhamini na usalama, wakati huo ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala kutomshirikisha na kitu. Wa man kafara ba'da dhalika, kwa sababu hakuna udhuru tena ya hofu. Wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun, wale ambao watakufuru baada ya hapo, basi wajue wazi kwamba ndio watakokuwa ni mafasiki kweli. Aliposema la yastaklifannahum fil ardi, al-Imam Ibn Jarir at-Tabari katika kuzungumzia sehemu hii ya aya asema la yuwarithannahumullahu ardhal mushrikina min al-arab wal ajam, akiwamakinisha Mwenyezi Mungu atawarithisha ardhi ya mushrikina katika Waarabu na Waajemi wasiokuwa Waarabu. Fayaj'aluhum mulukaha wa sasataha, atawajalia baada ya kuwarithisha kuwa ndio wafalme wake na wanasiasa wake. An Jabir akasema, an Jabir akasema kutoka kwa Al-Khabbab ibn al-Arab asema shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa mutawassit burudatan lahu fi dhilli al-Kaaba, tulienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameburia Madina za mwanzo, kila wakilala wanalala na upanga na kuamka na upanga. Hali hii ya hofu, Khabbab ibn al-Arab akamshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tulimshtakia Mtume yuko katika burda yake ameketi chini ya Kaaba. Fakulna lahu ala tastansuru lana, ihadi wa yunadi Mtume, kwa nini usituombee nusra kutoka kwa Mwenyezi Mungu atunusuru? Ala tad'u lana, kwa nini usituombee dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii hali tuondokee? Kuna makunuti tulete, kuna kusimama qiyamul layl, hii hali ya hofu ituondokee. Faqala kana rajulun fi man qablakum yughfaru lahu fil ardh, haya mnayoona ni madogo, lakini zamani ilikuwa aweza kuchukuliwa mtu akachimbiwa shimo fil ardh, fayuj'al fihi, kisha akatiwa katika shimo lile, fayuja'u bimishar fayuba ala rasihi fayuj'al nisfayn, mtu huyu achimbwa shimo kisha baadaye tuyaja na msumeno, akatwa na msumeno vipande viwili. Sasa utafanya mukarana baina hali yenu na hali ya wale. Afanywa hivi, wama yasudu dhalika anini, na hilo halikutoa katika dini. Fayumshatu bimshati alhadid, kisha pamoja na hayo wengine wakichanuliwa na machanuo ya vyuma, achanuliwa na kichana cha chuma, achanuliwa nyama zake zikiondoshwa na mfuko wake, maduna lahmihi an idamihi, chana nyama zake zikiondoshwa katika mfuko wake. Pamoja na hayo, fama yasudu dhalika anini, shahidi alimtoa mtu katika dini. Wallahi la yutimanna Allahu hadha al-amr, Mtume sallallahu alaihi wasallam yuamwambia Khabbab, na hapa kwa Mwenyezi Mungu jambo hili anatimiza. Jambo gani? Jambo la kiusalama, kuonesha kwamba swala la kiusalama linatoka kwa nani? Kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yasira rakib min Sanaa ila Hadramaut, haya maeneo yalipokuwa kutoka Sanaa hadi Hadramaut, ambao ni kaskazini mwa Yaman hadi kusini kwa Yaman, ni maeneo ukipita ni ya wanyama hapo. Lakini asema mtu atatoka
Sanaa, atakuja mpaka Hadramaut. La yakhafu illa Allah, hataogopa illa Mwenyezi Mungu, au dhiba ala ghanami, au mbwa mwitu juu ya mifugo yake, mbuzi zake na kondoo zake. Walakinnakum tastajilun, lakini ni watu ambao kuna haraka sana. Mwenyezi Mungu ataleta hali ya salama na itaikalisha. Kwa hiyo hizi ni dalili wazi kwamba swala la usalama kwa itikadi yetu tunajua kwamba asili yake yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usalama huombwa wa dua maadamu watoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, kufanya muombwa, na imepokewa kwamba Ibrahim alimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiomba usalama, akiombea Maka. Asema Mwenyezi Mungu, idhqala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana billah wal yawmil akhir. Na kumbuka aliposema Ibrahim, ewe Mola, jalia mji huu, ujalie amnan, usalama, faman dakhalaha kana amina, ujalie usalama, warzuq ahlahu min ath-thamarati. Maka ni wadu ghairi zira, ni wadu ambayo haina mazao yote, lakini Ibrahim kwa dua yake akaiombea na Mwenyezi Mungu akajalia kama alivyosema, min ath-thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Asema qala wa man kafara, yeye aliyevua Ibrahim alikusudia waumini, akasema mpaka yule ambaye atakufuru. Fomatahu qalila, yule ambaye atakuwa hajaamini, fomatahu qalila, kwanza nitamsarisha kidogo ulimwenguni, kisha baadaye nitamvuta katika adhabu ya moto, na ni mahali pabaya sana. Kwa hiyo juu ya kuwa yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zile awamil ambazo amezifungamana nazo Mwenyezi Mungu ni kuombwa. Mwenyezi Mungu huombwa, na yeye anapoombwa kukubali maombi ya watu. Pili, wale watu kuna namna wanavyojengwa, kujengwa alaka yao, kwa sababu ukosefu wa usalama ni muamala, na muamala warujia alakati nnas. Wale watu wana alaka gani, wana mahusiano gani, ndio wanafanya na haya mambo wanafanya. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoguria Madina, na hata kabla kuguria Madina, aliwaandaa masahaba na akaandaa mujtama, akaandaa alakati baina nasi, ile mahusiano baina ya watu ambao huja yakawa natija yake ni usalama au ukosefu wa usalama, juu ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ni jambo la kutambulisha. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kujenga watu. Ndio katika hadithi mwanzo akiingia Madina, akiwajenga udugu, alaka baina yao, asema la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bay'a wala yabi' ba'dukum ala bay'a wa kunu ibadallahi ikhwana. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقتله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم. وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لا تحاسد. Alhasad ni katika amradhul qulub, katika maradhi ya nyoyo. Napo ni kumwona mwenzako ana neema na ukataka ile neema imuondokee, hata kama wewe hutoipata. Nenda kwa hana neema ya mada, ni neema ya kimana, hana kitu lakini wasubiri. Neema si lazima iwe ni ya kimada, Ezakuwa ni neema ya kimana, hana kitu lakini yasubiri, ukamsuru kwa subra yake, na hana kitu basi. La tahasadu, msihusudiani, wala tanajashu. Anashu yajulikana, kupandisha kitu bei, kumpandishia mwenzako bei, wala hutonunua,
wampandishia mtu biashara ili ashindwe. Mimi nitakupa milioni 2 katika hii nyumba, na yeye mwenyewe alikuwa atakayeuza milioni 1.5, na huta wala mtu asiuze biashara, kuuza biashara nyingine. Ule ununua bei gani? Mimi nitakuuzia kwa rahisi kushinda ile, kumpandishia mtu bei ili asinunue, na wewe pia kumwambia mtu nitakuuzia bei ya chini ili asinunue kule ambapo washaelewana. Hata la tanajashu wala tabaghadhu, kabla hapo na msiwe ni watu wenye kukasirikiana biauhanil asbab, wala kupeana migongo. Akitoka na mlango huu wewe waingia na huku, akiingia na huku wewe waingia na kule. Wala mtu asiuze biashara ya mwenzake akasema tamuuzia kwa bei rahisi. Wakunu ibadallahi ikhwana, na kuweni ni waja wa Mwenyezi Mungu ambao ni ndugu. Udugu uliojengwa juu imani. Almuslim aqul muslim, Muislamu ni ndugu ya Muislamu mwenzake yoyote, pasina kuangalia maeneo anayotoka, lugha anayozungumza, rangi yake, kabila yake. Almuslim aqul muslim la yadhlimuhu, hamdhulumu hata kama ni kipande cha mswaki. Sio Muislamu wako mwenzako waona mali yake ni ghanima, la yadhlimuhu wala yakuluhu, wala hamsalimishi kwa adui, wala yahqiruhu, wala hamdharau. Watu husidiana katika fadhila, na haya ni maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au yaksimuna rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Au yaksimuna rahmat rabbika, wao ndio wenye kugawanya rahmat za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asema nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Hizi tofauti na daraja za kimaisha Mwenyezi Mungu alogawanya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin, wengine tukawainua zaidi ya wengine. Wewe unaona kama ni mkubwa ndio utakuwa na kikubwa, aja mdogo atakumiliki kushinda ule mkubwa, bali aja mtoto wako aja kumiliki kushinda mzee, ndio aja mjukuu kumiliki kushinda mzee, aja mjukuu anakuwa na cheo kushinda babake babu yake. Na kusoma baina maisha kama haya, lakini fadhila hizi zisifanye watu wakadharauliana. Amiliki nini, ana cheo gani, ana mustawa gani wa elimu, atoka familia ipi, ni katika ashrafi ama ni kina yake. La yahqiruhu, asidharau mtu kwa kipimo chochote, kwa familia, kwa jamii, maeneo anayotoka, kiasi anachomiliki mtu, au cheo au mustawa wote wa kimaisha. Wala yahdiruhu attaqwa hauna, na akashiria kifua chake asema utaji Mungu uko hapa, hauko mdomoni. Wa ashara ila sadrihi, na akashiria katika kifua chake. Bihasbi mrin min ash-sharri, si kushika upanga kuwa ni shari peke yake, yatosheleza kuwa ni shari mtu kuifanya. Ayahira akahu, kule kudharau ndugu yake Muislamu, yatosheleza kwake mtu kuwa ni shari. Wa kullu muslim, wa kullu muslim, na kila Muislamu ala almuslimin haramu damu, ni haramu damu yake kumwaga, na mali yake na heshima yake kumvunjia. Sema mzinifu yule ushamuona, sababu ni neno la kufanya ulalie chako ukipelekwa mahakama na ukakosa ushahidi. Leo ni maneno ya kawaida, malaya mzinifu yule. Yani kwa mustawa wa thaqafa, yale maneno yanayokuogopesha tumefanya ni maneno ya kawaida. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akajenga watu mahusiano, na akaonesha kwa mahusiano haya wataamiliana kinamna gani, sio kudhulumiana wala kudharauliana wala kukasirikiana wala kutengana kwa misingi yoyote, si kwa misingi ya kimadhhab wala ya kirai kama ilivyo leo. Madhhab zimeanza kutoka zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam,
wala hazikuwa ni athari za watu kugawanyana. Mtume hajafariki, watu wanatofautiana katika. Tatu, uwepo na usimamizi thabiti. Usalama ni kuwepo na idara, kitengo haswa kitakachohifadhi usalama, na kuwe na msimamizi haswa ambaye atahakikisha ule usimamizi wake kwanza aliuchukua kama masuhulia, sio fursa. Uongozi siku hizi wapiganiwa kama opportunity. Uongozi si opportunity, ni responsibility. Na kila kiongozi atakwenda kuulizwa kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allaha sa'iluhu amma stara'ahum. Huyo sisi ndio opportunity, ni masuhulia. Kiongozi ambao atasimamia watu kuhakikisha kwamba usalama utakuwa ni wenye kuhifadhika baina watu, ile harakati baina nas itakuwa ni yenye kuhifadhika, na kwa kuhifadhika mahusiano na muamala ndio kuhifadhika usalama. Alikuja mwanamke amehiji, kisha kaonekana na Sayyidina Abubakar, hazungumzi. Sayyidina Abubakar akamuulizia mwanamke yule, mbona hazungumzi? Akakuwa amehiji, na baada ya kuhiji hazungumzi na mtu yote. Sayyidina Abubakar akamwambia, haya ni matendo ya kijahiliya, zungumza, alal aqal leta adhkari, si wewe unakuja kuketi kibububu mchana kutwa, la, na uko na wenzako, zungumza na wenzako. Yule mwanamke akashangaa na Sayyidina Abubakar, akamuuliza, man anta, kwani wewe ni nani? Akamwambia, rajulun min Quraish, mimi ni mtu katika kabila la Quraish ambao ni Muhammad. Akamwambia muhajirina kwanza. Akamuuliza, min ayi muhajirina? Mwanamke akamuuliza Sayyidina Abubakar, ni muhajirina gani? Qala min Quraish, muhajirina katika makureishi. Mwanamke akamrudia tena, min ayi Quraish, ni makureishi wapi? Akamwambia Sayyidina Abubakar, innaki la sauli, ana Abubakar, hakika wewe ni mwenye kupenda kuuliza sana. Ana Abubakar, ndo khalifa wewe. Mwanamke akashtuka, akamwambia Sayyidina Abubakar, fama baqaquna ala hadha al-amr as-salih alladhi jaa Allah bihi ba'da al-jahiliyyah. Tuona mambo yana vizuri tofauti na asru jahila, mambo matata, swala la kuwa si issue. Lakini alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaona hali ikatengenea na kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndipo sijui kama Sayyidina Abubakar ni nani, na sija kama Sayyidina Abubakar ametawaza, lakini sisi fama baqauna ala hadha al-amr salih alladhi jaa Allah bihi ba'da al-jahiliyyah. Hili jambo ambalo linaendelea vizuri, kama ni usalama kuhifadhika, kama ni haki za watu zapatikaniwa, litaendelea kwa muda gani baada ya kuondoka katika asr jahiliya? Sayyidina Abubakar akamwambia, baqa'ukum alayhi mastaqamat bikum al-a'imma, ubakia hali hii ni pale watawala wenu watakaposhika msimamo wa kisawasawa. Mastaqamat bikum al-a'imma, pale viongozi wenu watakaponyoka na kusimamia majukumu yao, si kuangalia uongozi kama fursa, bali ni kuangalia uongozi kama masuhulia. Leo utawala waangaliwa kama opportunity, ndio unaona kufuatiliziwa kwake, kusimamiwa kwake, kuhamiwa kwake, ahani opportunity yake. Kwa hiyo kuwe na usimamizi wa kisawasawa, una usalama wa kindani ambao hudhibitiwa kwa njia ya nidhamu al-udhibati, na kuna usalama wa nje ambao hudhibitiwa kwa njia ya ribati. Ndani kuna nidhamu yake. Kwanza kuna aina ya thakafa ya kusomeshwa, ambapo si thakafa ya kugawanya watu kama tunavyoona leo, ni thakafa ya kuunganisha watu. Pili, kuna usimamizi wa kindani. Kisha baadaye kwa upande wa nje, uvamizi wa nje, kuna ribati ambao ni kando au mipaka mwa dola ya Kiislamu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasifu wale wenye kulinda mipaka, kuhifadhi usalama wa nje. Akasema, ribatu yawmin fi sabilillah khairu min ad-dunya wa ma 'alayha. Ribati, uketi siku moja fi sabilillah,
ni bora kushinda ulimwengu na vilivyomo ndani yake. Wa mawdhu sauti ahadikum min aljanna khairu min ad-dunya wa ma 'alayha, na sehemu ya kikoto, sehemu ndogo bimaana katika pepo ni bora kushinda ulimwenguni na vilivyomo ndani yake. Sehemu ya kikoto mtu anaweza kukaa, mtu anapata room ala akali ni futi 10 kwa futi 10, udogo wa room, na akipata zaidi ya hapo fabiha wane. Na kama kuna sehemu nyingine, kuna sitting room, kuna bedroom, kuna nini, anazo zote hizo, ndio sehemu mtu akaa. Lakini sehemu ya kikoto mtu hawezi kukaa, hapo ni sehemu ndogo. Kwa imetajwa sehemu ya kikoto katika janna ambayo haifiki room yako ya futi 10 kwa 10. Anasema ile sehemu ya kikoto ile uko kwenye pepo ni khairu min ad-dunya wa ma 'alayha, ni bora kushinda vilivyomo ulimwenguni. Kwa yule ambaye atakuwa amehiti katika ribadhi, kulinda usalama wa umma. Usalama kimikakati uhifadhiwa. Kuna wakindani ambao huja kwa njia nidhamu na kubati, baada ya kuthibitisha mtu kwamba amefanya makosa, na usalama wa nje huhifadhiwa kwa njia ya ribadhi, ambao ni watu katika mipaka ya dola. Umma ndivyo ilivyoandaliwa amra tarehe, na wakawa ni wenye kuishi kwa usalama mpaka mwanamke akathibitisha mbele ya Abubakar inayomuuliza hii hali au fi hii hali sijali. Je, katika kubakia kwetu hali hii tutabakia kisha mambo huenda ukaja akasema kubakia kwetu katika hii hali ni pale watawala wenu, wasimamizi wenu watakapokuwa ni wenye imekuwaje kubadilika hali hii ya kiusalama mpaka umma ikawa ndio yenye kulengwa kutoka kila pembe ya ulimwengu? Haya aliyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imepokelewa na Thawban radhiyallahu anhu akisema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku al-umam an tadaa alaykum kama tadaa al-aqlatu ala qasafiha, yahofiwa umma isije kaza ikaje kazungukwa kama vile watu wanavyozunguka sahani ya chakula wakila, akikusudia umma hii yetu, jambo ambalo masahaba walikuwa hawalitarajii, kwa sababu ni khilafu na walivyokuwa walikuwa ni watu wako na Isa, na mtu hawasogelei ila watakomesha madhila yale na fitna zile na shari zile na kupanuka ile mipaka ya nidhamu ya Kiislamu. Lakini alipotaja hali hii kwamba umma itakuja kuzungukwa, mambo yaogopewa baada ya Mtume sallallahu kufariki, amekomboa bara la mzima mpaka hududi za Sham, maeneo ya Tabuk. Itakuwa vipi yani tuje kuzungukwa hali hii? Wakamuuliza, kwani sisi tutakuwa ni wachache? Famin qillati nahnu yawmayn, kwani wakati huo tutakuwa ni wachache? Mtume asema, bal antum hina idhin kathirun walakinakum ghutha'un ka ghutha'i sayl, sio mtakuwa ni wachache kama mlivyo sahihi, ama mtapungua idadi yenu, mtakuwa ni wengi maradufu kushinda idadi, walakinakum ghutha'un ka ghutha'i sayl wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahaba minkum. Wakati huo na idadi yenu kubwa mashariki ya ardhi na magharibi ya ardhi, kila uchao watu wanazidi kusilimu, lakini ni ghuthaa takataka kama takataka za maji. Masahaba wanashangaa na hii hali. Leo tukiona hadithi hii hatushangai, masahaba ambao ndio wapokezi wa hadithi hii waishangaa. Tulipokelewa hadithi hatushangae, kwa sababu maana yake ni mudhabiqun lilwaqi. Lakini wale wapokezi wa hadithi walipokea maana, lakini ile maana wakati ile ilikuwa ni mukhalifu lilwaqi. Asema ataondosha ile haiba yenu mbele ya maadui zenu. Mtu zamani alikuwa akisikia watu wanakuja, hajui akajifiche wapi, lakini leo atoke tu mubarasa. Hata mtoto mdogo ajua leo kuheshimu, lakini siku atakapokuja kutoka mubarasa na wewe fanya utakapo, utashiriki
awe hakuwezi, lakini atoke mbele yako kubasa, utashangaa ishaondoka ile haiba mbele yake. Na haiba ni tuno ambayo Mwenyezi Mungu humpatia mja, kumtunuku ni kama dalili ya sharafu kwake yeye, na atakaporudi nyuma katika toa yake huondosha ile tuno, ataondosha haiba kwa maadui zenu. Wala yadhifanna Allah fi qulubikum alwahn, na Mwenyezi Mungu ataingiza katika nyoyo zenu alwahn. Masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, wama alwahn? Akasema hubu dunia wa karahiyatul maut, ni kupenda ulimwengu na kuchukia mauti ambayo huwezi kuyakili. Hili jambo abra tarikhi halikupatikaniwa umma kuvamiwa kutoka kila pembe ya ulimwengu, watu kukusanyika juu yao, zikakombolewa miji, watu wakafika mashariki, biladi Fars ikakombolewa, magharibi biladi Andalus ikawa ni yenye kukombolewa. Kisha baadaye umma iliporudi nyuma, zile biladi zikachukuliwa, ikatolewa umma kutoka maeneo ya Andalus. Andalus ilikombolewa mwaka wa 92 na kisha baadaye ikabakia katika utawala wa Kiislamu mpaka mwaka wa 897 ikaja ikatoka umma kwa kuanguka Gharnata. Vile vile ikaja ikaasisiwa dola Abbasiya. Mwisho kutokezea matatari, wakaja wakaivunja dola Abbasiya kwa sura ambayo ni ya kupirihisha mtu hata kuiona, kwa sababu ya usimamizi mbaya wa watawala na kuwasha umma majukumu yao, ambao asili ni kubeba ulinganizi, si kuachana na ulinganizi shamkumbilie mtakapofanywa, na ni kubeba ulinganizi kufanya. Dola Abbasiya ilisifika katika kuinua ndani na kujiimarisha na kuendelea kielimu, kiteknolojia na kila upande, ikasahau majukumu ya futuhati, na hiyo ndo asili ya dhafu mpaka ilipodhoofika kimalumati, kitakafa. Na pamoja na kuacha majukumu ya futuhati, matatari wakaingia na wakaja wakaivunja, na kisha baadaye kupatokezea Khilafatul Uthmania, ikaenda nguvu za kimaajabu mpaka ikakomboa biladi iliyobashiriwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ilishinda masahaba tabiina, wakakomboa na ikawa ndio mlango wa kuingia Europe. Haikupatikaniwa kile kinachojulisha hadithi hii, ile waki ya hadithi hii, isipokuwa baada ya kukomboa Europe. Na Europe ikaenea sifa kwamba Jeishul Islam la yughlab, ikaenea sifa hiyo kwamba Jeishul Islam la yughlab. Walidhihirisha nguvu za kimaajabu na ikadhihirika kwao isa ya kimaajabu. Kisha baadaye walipoanza zile tawala kurudi nyuma na usimamizi kurudi nyuma, basi wale ile haiba yao ikapungua. Na wakati wowote sharafu ya mtu haiji ila kwa kubeba majukumu, wala mtu asilidanga. Sharafu ya mtu haiji ila kwa kubeba majukumu. Utakapotezwa majukumu, sharafu itaondoka kwa watu automatic. Watu ambao walikuwa si watu wa kujifananisha na sisi katika mizani aslan, lakini wakasonga mpaka ile mizani ikawa ina balance baina wao na sisi, ambao kubalance kwa mizani si jambo la kuzungumziwa. Kama imeenea sifa kwa kwamba Jeshi la Islam la yughlab, si watu wa kujifananisha na sisi, lakini ikaja mpaka ile mizani ikabalance, na baada ya kubalance ikageuka ile mizani mpaka wao wakaanza kwa juu na sisi tukaanza kwa ya salamu. Kwa kuona ni watu wanaweza kuchanisha, wakahimiza, watashajiisha fikra za zile biladi ambazo zinasimamiwa vibaya zinikomboe kutokana na serikali ya Uthmani. Wakashajiisha Herzegovina uprising, mapinduzi ya Herzegovina ambayo ni maeneo yalikuwa chini ya Uthmani, wakajitenga kwa istilahi ya istiqlali,
Katika Uislamu hakuna istiklali, ni baghi. Haifai kama nilivyotangulia kueleza, falaisa ahadun, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotaja, falaisa ahadun min an-nas kharaja min sultan shibran famata illa mata mitadajjal. Kwa hiyo swala la istiklali katika Uislamu, kwanza istiklali si istilahi ya Uislamu, bali ni istilahi ya Magharibi, ambao ni watu kutoka katika koo ya kiongozi na kujitenga. Kwa hiyo ikapigiwa debe istiklali, kisha watu wakawa ni wenye kujitenga na nidhamu hii. Kisha ikaja ya uprising ambao walisajishwa watu wa Bulgaria, zile dual za Balkani zikaanza kujitenga moja baada ya nyingine. Kisha ikaja Constantinople Conference kuzungumzia kuhusu khilafa yenyewe ijitenge, itoe katika maeneo yake. Zimeshajilishwa maeneo kujitenga, sasa hii yazungumziwa kuwekwa kongamano, yazungumziwa khilafa yenyewe itoke Europe. Haiwezekani, wala kishara haifai watu kuambiwa wameponga biladi au wamefuta biladi kisha baadaye ndio pale waambiwa watu waandae nguvu, wazidi kufutahi na kuhifadhi yale maeneo ambayo wamekomboa. Ndio ikaja swala la ribati, na tushalizungumzia ribati ni kuhami ile mipaka, si kuhami mipaka peke yake, wahami mipaka na kusonga mbele. Kwa hiyo ilipokuja Constantinople Conference, ikawa ni mazungumzo, ni kongamano la khilafa ya Uthmani ya jiondo hiyo. Ilipokataa, ukaandaliwa vita vya muungano ambao viliongozwa na Mrusi, ikishirikishwa muungano huu kujulikana kwamba Eastern Orthodox Coalition, muungano wa kanisa la Orthodox, wakishirikiana Bulgaria, Romania, Serbia na Montenegro, wakiongozwa na Mrusi. Ikatolewa serikali ya Uthmani, jambo ambalo halitarajiwi kutokezea katika tarehe. Watu wameanza kukusanyana dhidi ya umma. Kisha ikaja Berlin Conference tarehe 13 Julai mwaka 1887, ambao kongamano hili likisimamiwa na superpowers za zama zile, akiwemo Mwingereza, Mfaransa, Jerumani, Mrusi mwenyewe, Japan na wengineo. Watu wanaketi kongamano namna watakavyogawanyiana nini. Khilafa ya Uthmani haijaanguka. Swala la kugawanyana khilafa ya Uthmani lilisungumziwa kabla ya khilafa kwamba walipoingia wakaingia kwa kisingizio kwamba wameleta elimu na maendeleo, lakini waliweka kongamano kabla yake namna watakavyogawanyana nini zile bidii za Uislamu. Wewe utachukua huku, mimi nitachukua kule. Kisha harakati za tafsiri za kimishonari zikaanza kwa miito ya kuleta elimu na nini na maendeleo, ilhali kongamano washapitisha wote utashika kule, mimi nitashika kule. Tukadhania tumeletewa maendeleo, kumbe tumekuja kulemazwa. Tukubali rasilimali, tuachane na fungamano letu, tuachane na isa yetu, tuachane na nidhamu yetu, kisha watu hivi. Ndivyo ilivyothibitika ile kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu walipoachana na mawakifu za Kiislamu, misimamo ya Kiislamu, na kushikamana na dini yao, kuihani na kueneza, ikaondoka haiba kwa watu, na hapa ndio ikaanza asli ya kukosekana Uislamu. Ilipotolewa kwa muungano huu, ikabakishwa maeneo ya Uturuki na biladi za Kiarabu, ukajengwa fikra ya kaumia, ambapo fikra hii haikuwepo hata katika asr al-jahiliya. Waarabu kivyao, Waturuki kivyao, Wafarsi kivyao, Wakurdi kivyao, Wahindi kivyao. Ikaja Dawlatul Arabiyyatul Kubra iliongozwa na Sheikh Hussein ibn Ali al-Hashimi, wakapigana Waarabu wakajitenga. Ikitumika lafzi hii na istilahi ya istiqlali, hakuna istiqlali katika Uislamu, ni baghyu, na baghyu ni katika kabairi. Faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amri llahi wa hukmihi. Hakuna istiqlali katika Uislamu wala kujikomboa. Huu ni upande wa usalama kutoka nje.
Na ilipoanza kukosekana usalama na kwa magharibi utabani ukoloni, ikawa ile mivutano yarudia mambo haya na mtakawataja yarudia ule ukoloni, sababu za mivutano, kwa sababu walilenga kukoloni hizi biladi, kisha katika kugawanyana kwao, kisha wakaanza kuingana na wao, zarudia ukoloni. Pili, zarudia dual al-kubra, serikali kubwa kubwa, na si tu kwa kuwa ni serikali kubwa kubwa zina muungano, na asili ya muungano ule waliubuni ambao ni muungano chini ya Unasara, na muungano huu ulibuniwa dhidi ya nini? Dhidi ya Uislamu, kwa sababu mmoja walikuwa hawezi, wakabuni muungano wa Kinasara na wakaika shughuli zao na masharti zao, wanakai katiba zao. Miongoni mwa katiba zao hapa ni zao, mtu asivuke katika nchi nyingine, ahifadhi mipaka yake. Sasa hii ya kwamba mtu asivuke, mtu mwingine asivuke mwingine, ilipokuja hivyo khilafu ya Uthmani, kwa sababu ni kawaida ya khilafu ya utawala kustahili ndani. Sasa ikiweko kanuni kwa kila mmoja ifanye nini? Imana usiwe na futuhati, ndio maana yake. Na asili ya Uislamu imekuja ni rahmatan lil alamin, si dini ya mahalia ya kilimwengu. Lazima futuhati zifanywe ili kueneza nuru ya Uislamu. Kwa kukawekwa hili na kwamba watu wahifadhi mipaka, na atakayehalifu kuvukia mwenzake mipaka, basi huu muungano utakuwa dhidi yake mpaka arudie mipaka. Kwa hiyo uwepo wa wakoloni, uwepo wa great powers, na great powers hizi zingine zazozana wao wengine wanashirikiana katika kuonyana nini. Haya ndio katika mambo ambayo yanasababisha mivutano ya kilimwengu. Tunasema ya kilimwengu, si mahalia, ya kilimwengu. Maadamu ukoloni uko, maadamu great powers ziko, na kila mmoja anataka kuonesha ubabu wake na kupitia mwenzake kuchukua, na maadamu wenye kukoloniwa wanataka kujikomboa, swala la usalama ni muhali, ila Mwenyezi Mungu mwenyewe apende. Na ilipokuwa ni Uislamu ambao yaenezwa, hakukuwepo na swala hili, basi usalama ulidhihirika kiingi. Tukasema kwamba swala la usalama linatokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu amelifungamanisha na awali na sababu ambao watu wakishikamana nazo, basi usalama huu utakuwa ni wenye huu ni wa nje. Ama wa kindani ambao ni usalama wa kindani, huu Uislamu na nidhamu yake. Kwanza nidhamu ya kithakafa, kujenga watu kama nilivyotaja, mahusiano yao baina ya wao kwa wao, na mahusiano wao hata wasiokuwa wao lakini wanaishi na wao, mahusiano yao mpaka kwa wanyama. Na zaidi hapo kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe atawamakinisha, na amri tumesema yatoka hapa. Hivi ndivyo usalama tunavyoangalia, na suluhisho lake ni kama tulivyotaja, watu wajengwe thakafa, waonesha alaka yao, kisha kuwepo na nidhamu maalumu ambayo itasimamia watu kwa kila ambaye atakuwa ni mwenye kuhufisha watu usalama ama kuleta fitna, basi kuna nidhamu ya kuadhibu halifu ambayo itamsimamia kuadhibiwa, kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, man atakum abakum jami'an ala rajulin wahid yuridu yashqa safahu au yufarrij jama'atakum faqtuluhu. Lakini ile nidhamu na ukubali ni kama hali tunavyoviona, na alakati hizi za sisi ni sisi na wale ni wale, na ufahamu nao ni huu tunauona, basi tabia za watu zarejea nini? Zarejea fahamu zao na nidhamu iliyopo. Tabia za watu kurudia nidhamu iliyopo na fahamu zao. Watu wajengwa kwamba tukiuawa tutakwenda kuwa kisasi iko katika Uislamu, lakini iko na nidhamu yake. Kuna mahakama ithibitishe huyo ndio wa kufanywa kisasi ama si huyo, na kisasi yenyewe ikiwacha pasi na nidhamu ya mahakama, basi hadi itakuwa kama tunavyoona. Kwa hiyo nidhamu itahifadhi mpaka fikra zinazoenea, yule ni kadha, yule ni kadha, pengine watu wametofautiana.
Fikra tumejaza fikra za kimagharibi ambao maslahi ndio vipimo vyetu. Waweza fikira watu wanazozana kwa sababu itilafu za kimadhhabi. Kumbe hata si madhhabi, ni maslahi. Pengine madhhabi yao ni moja, rai yao ni moja, tarika yao ni moja, bali ni watu wa family, hawatofautiani. Pengine unabadilisha kidole wengine la, hakuna mwenye kidole. Lakini wametofautiana kimaslahi na hakuna mahali ambapo tutasuluhisha tatizo hili. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum. Wama lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, hawatoacha viongozi wenu au viongozi wao kuhukumu na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wa yatakhayyaru, takhayyur talabul khair, na wakafuata khair kupitia yale ambayo Mwenyezi Mungu ameteremsha. Illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum, isipokuwa Mwenyezi Mungu atajalia chuki baina yao. Kwa hiyo huku kukosa kuelewana, sengine ni usaliti kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Aweza kuwasaliti watu wakakosa kuelewana, kama alivyosema hawatoacha wao viongozi wao kuhukumiana na sheria na kutafuta khairi kupitia sheria. Illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum, ba'sahum bainahum shadidun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, kama alivyotaja katika Qur'an. Katika aya nyingine azungumzia kuhusu wao mashauri Mayahudi na kualifu, sema fa agharaina katika aya ilitaja fa agharaina bainahum al-adawati wal-baghdha, fa agharaina bainahum adawati wal-baghdha kullama awqada naran lil-harbi adfa'a Allah wa yas'una fil ardi fasada. Mwenyezi Mungu aliwasaliti Mayahudi wao kwa sababu ya kukhalafa wao, akawasaliti kwa kukuza chuki baina yao na wadu. Kullama awqadu naran lil harbi, kila wakiwasha moto wa vita Mwenyezi Mungu ndio uzima kwa ardhi. Kwa kuna kusalitiwa watu. Na kwa nini watu wasisalitiwe na hali hii, ila hali mtu amedhulumiwa kisha hakuna mahali ambapo atapata haki yake, ile nafsi shuke, kila kitafuta na haki yake ndio aona makururu zaidi. Sasa yule aliyomdhulumu, yule ambaye alimkosesha haki yake ambayo ni haki, kuchanganyikana. Ile dhulma ikikithiri, zile nyoyo huchafuka automatic. Na Mtume akasema wama lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, kwa sababu katika kuhukumu na kitabu cha Mwenyezi Mungu ndio hupatikana wa adala, uadilifu na ihsan. Wama lam yahkum bima anzalallah faulaika hum dhalimun, wao ndio madhalimu. Kwa hiyo ikikosekana adala baina ya watu na ihsan, kimechoka ambao ni dhulma, basi chuki nayo hata haitaji mbolea, itakuja tu. Huu ndio ufahamu wa usalama katika Uislamu na suluhisho lake katika